Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wa Islam, kutokana na mashakil mengi tuliokuwa nayo katika zama hizi ambazo leo tunaona kwamba ni zama za raha, lakini kihakika kuna mambo mengi ambayo yanatukosesha raha. Miongoni mwa hayo ni watu kuwa na huzuni nyingi na stress nyingi na misongo ya mawazo, lakini na hofu iliyokuwa kubwa. Je, Uislamu unasema nini na umetupa dawa gani kuondokana na hali kama hizi sisi kama waumini? Kwani tunaamini kwamba Qur'ani ni dawa na Uislamu ni dawa ya kila tatizo. Maulama akiwemo Sayyidina Jaafar as-Sadiq ametupa ilaji, dawa ya kutuondosha katika msongo wa mawazo, lakini kutuondosha katika hofu, bali kutuondosha katika vitimbi vya maadui. Lakini katika hofu anatupa dawa ya kuwa turudi katika kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mwenye kulitamka neno hili au aya hii akairejea mara nyingi, basi Mwenyezi Mungu huijalia hofu yake kuwa ni ushujaa, kule kushindwa kwake kuwa ni ushindi. Lakini tuna tatizo hili la msongo wa mawazo ambalo ni tatizo kubwa kwelikweli, linalopelekea watu mpaka kufikia kujiua na mengineyo. Maisha yana sampuli nyingi sana na mwanadamu anasibiwa na mambo mengi, kwa mtu anakosa afanye nini. Lakini Uislamu umetupa ilaji iliyokuwa basiri, sahali, nyepesi, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kulitamka neno lake, dhikri hii, aya hii ambayo aliisema Nabiiullah Yunus alipokuwa katika tumbo la chewa, aliposema la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wakati huo hakuna mlango wote wa kuelekea isipokuwa kwake Mwenyezi Mungu. Na wewe ukihisi kwamba hakuna pa kwenda popote, umekwenda kwa wana saikolojia, umekwenda kwa watu mbalimbali, lakini tatizo lako bado limebaki, una mambo mengi, umekosa raha, umekosa furaha, basi rudi katika neno hili. Sayyidina Jaafar as-Sadiq anasema waajibtu, nikashangaa sana, liman igtamma, kwa yule ambaye anapata huzuni na msongo wa mawazo, leo tunaita stress. Walam yafza ila qawlihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, akawa hakuikimbilia kauli ya Mwenyezi Mungu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, fa inni qad sami'tu Allah yu'aqibuha biqawlihi fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Kwani mimi nimeona kwamba Mwenyezi Mungu baada ya hii tu akaleta mwendelezo wa aya hapo kwa kumalizia kwa kusema fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyookoa watu na matatizo. Kwa hivyo tuidumishe aya hiyo kwa kuitamka kila tunapopatwa na matatizo ya stress na mengineyo, lakini pia tunapopatwa na hofu tukumbuke hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.